Nimeokoka, Kristo ni Bwana, nami ndiye katibu wa Manapa. Kwa hiyo ninakuomba kwa sababu ya dini zako 10 tuweze kusemezana mimi pamoja nawe, ni kwa sababu ya neno, kisha tutaweza kumaliza ujumbe ambao tumeweza kusoma. Najua kama usome Biblia mnaelewa vizuri, lakini nataka kuweza kuangalia ujumbe huo katika njia nyingine ambayo itanifaa mimi pamoja na wewe. Na kichwa cha ujumbe siku leo ni kwamba in the season of the Lord. Ujumbe wa siku leo au kichwa cha ujumbe huu ni kwamba in the season of the Lord, katika majira ya Bwana, katika majira ya Bwana. Maandiko ambayo tumeweza kusoma, haya ni maandiko ambayo mtumishi wa Bwana Elia aliweza kuyaona na kuweza kuyafanya, ni kwa sababu ya taifa ambalo lilikuwa linaitwa Samaria. Hili taifa lilikuwa taifa nzuri ambalo lilikuwa linamcha Mungu kila wakati, lakini alipoinuka mfalme ambaye anaitwa Ahabu, mfalme huyu akaweza kugeuza njia za wana wa Samaria, akaweza kuziweka katika njia zake mwenyewe jinsi alivyokuwa anakubali. Kwa hiyo akaweza kuziacha njia za Mungu, akaendea njia za Baali. Na alipokuwa anaendea njia za Baali, ilipatikana kwamba mji huo wote Mungu aliweza kushika mawingu, mvua haikunyesha takribani miaka 3. Kwa hiyo watu wakateseka. Jinsi tunaweza kusoma haya maandiko, ikawa ni kwamba njaa ilikuwa nyingi kwa ajili ya Samaria, mifugo wengi wakafa, watu wakataabika, na hakukuwa na chakula kile ambacho kilikuwa kimehifadhiwa kwa sababu ya walicho mji ule. Na jambo kuu ambalo liliweza kuonekana mahali pale, ilionekana kwa nini? Ni kwa sababu Ahabu aligairi njia ya Bwana, akaendelea katika njia za uchawi na uganga, akaweza kuwatesa manabii wa Mungu, akawa anawachinja kila wakati ili kwamba injili ya Kristo isije ikahubiriwa. Lakini niko na sababu asubuhi ya leo mchana huu kukuambia kwamba maneno majira ya Bwana yanapokuja, Mungu hubadilisha njia za wachawi na waganga wote. Mungu hubadilisha njia zile ambazo walipoonea kwamba hawataweza kufaulu. Mungu anabadilisha ile kwamba anakupatia njia yake ambayo yeye mwenyewe anayakubali. Maandiko ambayo tunaweza kusoma asubuhi ya leo, tumesoma ile kwamba tukajadiliana tukijua kwamba hakuna jambo lile ambalo linamshinda Mungu. Licha ya kwamba tunaweza kuona kwamba ni ngumu kwa Mwenyezi Mungu, linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Linawezekana kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu wetu, Mungu ambaye anasikia njia ambayo tunalia kila wakati matendo kwa Mwenyezi Mungu. Maandiko yanasema kwamba siku nyingi ikawa watu wa Samaria walipolia wakaomboleza mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu akaona jambo ili kuwajibu maombi yao. Jambo la kwanza ambalo tunaliona mahali pale, tunaona kwamba Mungu aliweza kuwajibu kupitia kwa mtumishi Elia ambaye alikuwa amemtenga ili kwamba akampasha Ahabu hii ujumbe, ili kwamba Ahabu akabadilisha njia zake, akijua kwamba ni Mungu ndiye aliyeweka mahali pale. Hiyo jambo ambalo tunaliona mahali pale, pamoja kwamba Mungu wetu husikiza kilio cha watu wake. Mungu husikia kilio cha watu wake, ya kwamba unapoomba, unapopiga kwa njia ambayo unatumika, basi ukimwomba Mungu, Mungu atasikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atasikia ile kwamba aje aweze kukujibu. Mungu atasikia kilio, akaja atawajibu. Ndipo anamwamuru Elia, anamwambia kwamba ondoka katika mapando yale ambayo umejificha, ili uende kwa Ahabu ukampashe hizi habari ambazo niko nazo, ya kwamba ninaenda kunyesha mvua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia kwamba enda akamwambia Ahabu, ninaenda kunyesha mvua. Kuonyesha kwamba ni Mungu ndiye alikuwa na uwezo wa kunyesha mvua mahali pale. Manabii wa mahali walijaribu jinsi wawezavyo, lakini hawakuwezeshwa. Lakini ni kwa sababu kwambia kwamba Mungu wako yuko mengi ni katika maisha yako. Umejaribu mambo mengi miaka mingi, ukiwa unapanga kwamba nitafanya jambo hili, inapofika muda huo halifanyiki. Nataka nikwambie kwamba majira yanapotimia, Mungu ana sababu ya kuweza kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alisimama ile kwamba kunyeshea wana wa Samaria mvua, akainyeshea kwa ujumbe kupitia kwa mtumishi ambaye anaitwa Elia. Elia akaonyesha kwake mfalme, akamwambia kwamba basi niko mbele yako, nikwambia kwamba Mungu
inaitwa mvua. Jambo la kwanza, Mungu anasikiza, Mungu anajibu na Mungu hupatiana masharti. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba enda ukamwambia Ahabu, nitafanya nini? Nitanyesha mvua. Ya kwamba neno hili kwanza lifike katika masikio yake Ahabu, ndiposa Mungu afanye nini? Aweze kutenda. Asubuhi ya leo, mchana wa leo, neno limekufikia asubuhi ya leo, kukuambia kwamba chochote kile ambacho umemwomba Mwenyezi Mungu ako na sababu ya kuweza kujibu. Kwa sababu nini? Kwa sababu anayosikia maombi yako na anajibu mchana wa siku leo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini kwamba ngojea majira yake. Majira yanapotimia ako na sababu ya kukujibu. Jambo la pili ambalo tunaliona mahali pale katika utumishi wake Ahabu, katika utawala wake Ahabu hakupenda watumishi wa Mungu ambao walikuwa wanaeleza ukweli. Lakini cha kushangaza ni kwamba kunaye mtu mmoja ambaye anaitwa Obadia. Huyu Obadia anaeleza kwamba alikuwa katika nyumba ya mfalme, akawa amewekwa kama mwangalizi mkuu. Cha kushangaza ni kwamba hii yote Ahabu anatenda kanisa. Haya yote Ahabu anawafanyia maneno Mungu. Hakujua kwamba kuna nabii ambaye ako kwenye nyumba yake, ambaye anatenda kazi usiku kucha. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu anafanya nini? Anaweza kukuprotect mahali pote ambapo unaenda. Mungu atakuhifadhi licha kuwa utainukiwa maadui wengi. Mungu atakuhifadhi. Kwa nini Ahabu aliangamiza maadui wengine, lakini hakujua kwamba nabii Obadia ako nyumbani mwake? Kwa nini? Ni kwa sababu majira ya Bwana yalikuwa yamemfikia nani? Yamemfikia Obadia. Ndiposa Mungu akamuongoza ili kwamba asiteswe wala kuuliwa mikono ya mfalme. Kwa kwamba mtu wa Mungu tumeingia nyumbani Bwana. Nataka niwaambie kwamba maybe shughuli ambazo uko nazo au mambo ambayo uko nayo umeweza kujiuliza, kwa nini napoomba kwa jambo hili sipati, hili lingine linainuka? Maybe unaomba ni kwa ajili ya mafanikio ya kazi. Unapotarajia kwamba siku ya kuajiri imefika, unapata kama kuna mambo mengine yanafanyika. Nataka nikwambie kwamba imefanyika hivyo ile kwamba wakati Mungu atakapokutendea umheshimu na kumshukuru kwamba ni Mungu aliweza kutenda. Hii jambo la Obadia kukaa karibu na mfalme, hata niliposoma ile andiko nilishangaa kabisa, kwa sababu Ahabu alikuwa na wale watu ambao walikuwa wanampasha habari kuhusu manabii wote ambao wamesimama imani kwa ajili ya neno la Mwenyezi Mungu, lakini kwake kunaye ambaye amesimama ili kuinasiri kwa sababu ya wale manabii wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kuonyesha kwamba Mungu atabadilisha maadui wakakuwa ni marafiki iwapo utamcha Mungu na kumwamini Mungu kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Na uelewe kwamba adui ni yule mtu anakujua yeye ndani, anakujua kikamilifu, anajua kuondoka kwako, anajua kuingia kwako. Adui hawezi kutoka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jambo hili ambalo tumeweza kuona kwamba Obadia alikuwa nabii na akaitasiri kwa sababu ya hao manabii wengine, lakini akawa akapata nyumba ya mfalme. Mungu wa Mungu ambao unaweza kuingia, maadui wako wanaenda kurejeshwa watakuwa marafiki. Ni kwa hiyo siku leo. Ni kwa nini? Kwa sababu majira ya Bwana yametimia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Majira ya Bwana yametimia. Yametimia kwa nini? Ni kwa sababu umekuwa ukiomba miaka mingi, miaka mitatu umekuwa ukimwomba Mwenyezi Mungu ukitarajia kupata kutoka kwa Bwana. Amefika jioni leo kwamba ako na sababu ya kuweza kukujibu. Bwana Yesu asifiwe. Anajibu na kuweza kujibu, akakujibu kwa uwazi, wote wakaweza kuona. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ambalo tunaona ni pale, tumeweza kuona kwamba Obadia licha kuwa yeye ako nyumba ya Ahabu, alikuwa ameficha manabii ambao ni 100 ambao walikuwa katika makundi mawili. Kundi la kwanza akawa anawagawa katika 50, la pili 50. Lakini cha kushangaza ni kwamba alikuwa anawaandalia chakula, asubuhi anakula chai, mchana anakula lunch, jioni wanakula, lakini mfalme hajui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nina maana gani kwa mstari? Nataka kuambia kwamba adui licha kuwa anakujua nini na aweze kujua zile mipango Mungu ako nazo kwa sababu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana jambo la kwanza, baada ya mfalme lazima iwekwe kwamba ni watu wangapi wanapakula chakula. Lakini tunataka kwamba Obadia alikuwa anaandaa budget ndefu au kubwa, lakini mfalme hawezi kujua. Maadui hawatajua jawabu ile ambalo Mungu anapanga.
ikawa Yezebeli alipoua manabii wa Bwana, Obadia akatwaa manabii 100 na akawaficha 50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa nini? Kuwapa maji. Bwana Yesu asifiwe. Akafikiria kwamba amewaangamiza wote, eti ya kwamba habari njema haitahubiriwa. Lakini cha kushangaza ni kwamba bado katika nyumba yake kuna yule ambaye anahifadhi manabii ambao hawawezi wakashikwa wala kuweza kuuliwa. Asubuhi ya leo kuna ile hazina ambayo Mungu ameiandaa kwa sababu ya maisha yako. Licha ya kuwa uko na manabii walio wengi, licha ya kuwa kuna tabu na kusoma kila wakati, nataka kukwambia kwamba kile jawabu Mungu akona kwa sababu ya maisha yako, huyo adui hawezi akaelewa. Huyo adui hawezi akaelewa kwa sababu Mungu anaweza kuitenda sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujipe moyo kwamba chochote kile ambacho unakiomba Mungu ana sababu ya kutimiza. Ni kwa sababu nini? Ni kwa sababu hayo ni majira ya Bwana. Kwa hiyo God can control your programs. Mungu anaweza kuangalia programs ambazo uko nazo, Mungu anaweza kuzihifadhi ili kwamba zikawe vizuri. Kwa hiyo basi ambaye basko tunaona kwamba Obadia plans had rescue the remaining prophets. Obadia alikuwa na njia ya kuweza kuwanusuru wale ambao walikuwa kama manabii, lakini aliwanusuru katika njia ambayo inakubalika. Kwa nini? Ni kwa sababu Mungu ana control your plans. Kama mipango zote uko nazo unapoziweka sawasawa na mapenzi yake Mwenyezi Mungu, najua kwamba utaweza kufanikishwa na utatengeneza vizuri. Kwa nini? Ni kwa sababu umehusisha Mungu ni kwa jambo hilo. Obadia hakufanya mabaya kama ameketi, alifanya akiwa anaomba kila wakati ya kwamba Mungu akaweze kuwanusuru, ambapo tunaona kwamba ukimwomba Mungu kila wakati, baraka za Mungu zikuwa juu ya maisha yako, basi chochote kile ambacho tunafanya kafanya kinafanikiwa. Kwa nini mfalme hakujua kwamba Obadia ni nabii na ile hali aliyoficha manabii wengine zaidi ya 100 katika pango? Kwa sababu nini? Kwa sababu Mungu alikuwa upande wa Obadia, na ndipo tunasoma tunaambia kwamba Obadia alimwambia Elia, mimi niko mahali lakini ninaweza kumcha Mungu tangia ujana wangu. Mtu wa Mungu hawezi kuingia. Nataka kuweza kujoji moyo wako. Je, ni wakati gani ambao unamkubali Yesu Kristo? Mimi nimkubali Yesu Kristo wakati nilipopita katika hali ya shida. Nataka kukuambia kwamba hata Obadia alikubali akiwa bado kijana. Alipomkubali basi aliendelea katika njia za Mwenyezi Mungu. Na njia ya Mungu iliyotumia basi Mungu alimhifadhi pamoja na manabii ambao walikuwa pale katika nyumba ya yule mfalme. Hii inaonyesha kwamba chochote kile ambacho tunafanya kitaweza kufanikiwa. Hiyo inapatikana wapi? Katika Psalm 1:3. Inatuambia kwamba na lolote lililofanya litafanikiwa. Na hiyo baada alifanikiwa kwa sababu ya kumcha Mungu kila wakati. Je, mtu wa Mungu ambao nyumbani Bwana siku ya leo unachukua wakati gani ambao unamcha Mungu kwa wakati? Je, umeandaa hii Jumapili kwa tayari unapokuwa nyumbani Bwana unakuwa ni Kristo? Hapana, wahitajika siku zako zote uweze kumcha Mungu ukijua kwamba yeye ndiye mwanzilishaji na mkamilishaji wa imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Obadia alifanikiwa. Obadia alistahili kwa sababu alimcha Bwana kila wakati, ndiposa akamwomba Mwenyezi Mungu, Mungu akamficha na akawa mtu ambaye alikuwa na uwezo kama watu wengine, kama bado huyo hawezi akafanikiwa pale. Jambo la nne, tunaona kwamba unapomwamini Mungu, unapomcha Mungu kila wakati, unapojitaabisha kwa sababu ya Kristo, Mungu hawezi akakuaibisha. Hiyo inapatikana katika verse 9. Chochote kile ambacho unaweza kufanya, Mungu hawezi akakuaibisha. Kwa nini? Ni kwa sababu ni majira ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tusome tusikie jinsi yalivyokuwa pale. Andiko linatuambia kwamba akamwambia, nimekosa nini hata unitie mimi mtumishi wako mikononi mwa Ahabu aniue? Hii inamaanisha wakati Elia walipatana na Obadia, alimwambia kwamba enda kwa mfalme wako ukamwambia kwamba mimi Elia niko mahali hapa. Obadia akamuuliza, je, unajua kwamba huyu Ahabu anashika kuwa nabii wewe na unaniambia kwamba niende mbele zake ile kwamba nikamwambia huko? Je, alifanya madhara? Maandiko yanasema kwamba kwa sababu ni wakati wa Bwana, au ni kwa sababu ni majira ya Bwana, Mungu aliweza kumwongoza huyu Obadia akamfikia mfalme, akamweleza
mtu yote. Mungu wetu hawezi kufikia katika hali ya aibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Obadia analalamika? Analalamika kwa kwamba mfano wetu si mzuri. Ameweza kuwa wengi. Na wewe Elia, hata nikikwambia kwamba uko kwa maana, nikienda kumta mfalme utakuwa hauko. Maana umefanya nini? Umesonga. Nataka nikwambie kwamba Mungu wetu hawezi akatuweka katika hali ya aibu. Kwa hivyo tumute Mungu kwa bidii, kwa akili zetu, kwa mali zetu zote, tukijua kwamba yeye hawezi akatutia katika hali ya aibu. Bwana asifiwe sana. Jambo la tano ambalo tunaliona mahali pale, tunaona kwamba mstari wa 4 ambao tunaweza kusoma imetuambia kwamba kwa kuwa ikawa Yezebeli alipoua manabii wa Bwana, Obadia akatoa manabii 100 akawaficha. Hii inamaanisha kwamba huyu Obadia alikuwa anapata ujasiri kwa sababu ni Mungu alimuongoza akamsaidia ile kwamba aficha hawa manabii, licha kuwa hapo katika nyumba ya adui asije akaangamizwa kwa sababu ya wale adui. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unapomcha Mwenyezi Mungu, unapomwamini Mwenyezi Mungu, wale maadui ambao wanakutazamia kila wakati, Mungu huwabadilisha wakawa ni nini? Wakawa ni marafiki. Maana Obadia alichaguliwa na Yezebeli kwamba wewe ndio utajenga nyumba hii, utakuwa mfanyakazi wetu. Kwa hiyo ikawa Obadia amekuwa gavana kwa mji ule. Ni kwa sababu Yezebeli ndiye aliweza kumchagua. Maadui wanapopindukia, basi Mungu ataweza kuwabadilisha unapomwamini. Unapomcha Mungu atabadilisha na watakuwa marafiki. Watakuwa marafiki kwa nini? Ni kwa sababu kuna ile njia ambayo wewe umekuja Mwenyezi Mungu, umeweza kumtegemea Mwenyezi Mungu, ni kwa kile jambo ambalo unaenda kama nini? Kama mwanadamu. So usiogope maadui. Maadui wanapoinuka katika njia moja na wanasema kwamba watafanya nini? Watasambaratika katika njia sawa. Wewe mcha Mungu, wewe unajua kwa Bwana. Nataka kujitia nguvu kwa kwamba wewe ambaye unamwabudu Mwenyezi Mungu, uko na uwezo na mamlaka chini ya hii tu ambayo tumeweza kuketi. Usione kama ati utaweza kukufyonza. Hapana. Wewe uko na kibali na uko na wakati mzuri na uko na mshahara ambao unaenda kwa shida mbili. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu unaenda kumwamini Mwenyezi Mungu. Jambo la pili naona kwamba Ahabu wakati alipogawanya nchi ya kwamba imefika wakati wanataka kutafuta mahali watapata vyakula vya farasi zao, aliweza kumwambia Obadia, wewe chukua njia ielekea katika chemchemi za maji, enenda katika mapango kutafuta nyasi kule, ili kwamba tukawape farasi wetu. Cha kushangaza ni kwamba aliweza kumpatia ile nafasi, na ili hali huko ndiko hawa manabii walikuwa wamehifadhiwa. Je, kwa nini wewe uko na wasiwasi? Unapoona kwamba mambo hayaendi sawasawa, jinsi unavyotarajia, unakuwa na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi, kwa sababu wewe ni mcha Mungu. Jambo hili liweze kufanyika mahali pale, ili kwamba wote ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu wasitie katika nini? Katika aibu. Mfalme anamwambia enende katika chemchemi na milima mkasanyi nazi. Na kule katika ile mapango wengine hawa watumishi wa Mungu walikuwa wamefichwa. Hili inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba unapomwamini Mwenyezi Mungu hawezi akafanya mambo ya adui yako yakafanikiwe kwa sababu ya maisha yako. Kwa hiyo jipe nguvu, jipe moyo, ukijua kwamba ulipomkiri Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yako, basi hiyo ndio nafasi uliopewa ya kuweza kutawala ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la sita, tunaona kwamba wakati nchi ilipogawanyika, mfalme akasema naenda huku, Obadia anaenda huku. Obadia hakuondoka tu mbio ili kuelekea kule. Alianza kumshukuru Mwenyezi Mungu, akijua kwamba kule anakoelekea huko ndiko ameficha nini? Hawa manabii ambao walikuwa wanatenda kazi ya Mungu. Kwa hiyo nao kama siku leo Mungu atakapofanya jambo jipya kwa sababu ya maisha yako, Bwana kwanza anza kumshukuru. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye anafanya ni yeye anatenda. Licha ya kuwa utapita katika hali iliyo ngumu, lakini bado mshukuru Bwana. Atakapotenda likubali na mshukuru, kwa sababu yeye ndiye ambaye anaweza kutenda. Obadia alishukuru, akasema kwamba ni wewe Mungu uliniwe
manifestation ya kwamba Mungu anaweza onekana kwa sababu ya mambo mabaya. Yaani wakati unapoona kwamba umepita katika hali hiyo ngumu ambayo kuna utetezi ambayo iko na wasiwasi, basi hapo ndio kwamba Mungu ataweza kuintervene na ataweza kuonekana. Hebu tuulize, kama mfalme anasema kwamba mimi naenda kwa mapana, niende katika chemchemi za maji, niende katika ile milima kutafuta nyasi, ungekuwa na madhara, ungekuwa mbaya, sio? Lakini ilipotimia wakati huo, ilibidi kwamba Obadia aende kule, ili kwamba hawa malaika ambao wameingia kule kama pango wasije wakafanya nini, wakahukumiwa au wasije wakauliwa, bali Obadia mwenyewe alienda akamshukuru Mungu akijua kwamba kweli Mungu ambaye umeweza kufanya jambo hili. Kwa hivyo katika hatari ambayo inakuja, katika moyo wako unasononeka, unahuzunika, unajiuliza, je, itakuwa namna gani? Nataka kuambia kwamba Mungu atasimama wewe. Mungu ataintervene ni kwa sababu anaweza kukupa nafasi hiyo, kwani wewe ni mcha wake. Wewe unampenda, umemkubali, naye hataweza kukuacha uweze kuhangaika. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 7, tunaona kwamba hakuna jambo lolote ambalo ni ngumu machoni pake Mwenyezi Mungu. Miaka 3 nchi kumewaka jua, wanyama wamekufa, watu wamehangaika, lakini Mungu akamwambia Elia, rudi kwa mfano, umwambie siku ya leo naenda kunyesha mvua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kitu gani kile ambacho unaona kwamba ni kigumu Mungu hawezi? Hakuna jambo lile ambalo Mungu hawezi. Yote anasawazisha kwa sababu yeye ni mkuu. Alifika mahali pale akamwambia kwamba licha kuwa miaka 3 mvua haijanyesha, basi siku ya leo naenda kunyesha mvua. Kwa hivyo nakuambia tena, siku leo watu mvua ya baraka ili waweze kuonekania, watu nguvu za Bwana zikakuonekanie, watu neema za Mwenyezi Mungu zikakuonekanie, kwa sababu amekwisha kutuambia kwamba anaenda kunyesha mvua, na si mvua ya mto, bali ni mvua ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Elia alipofikisha ujumbe, Obadia naye aliburudika kabisa, akajua kwamba kama Mungu amejibu yale mateso ambayo tulikuwa tunapitia kama Samaria, basi najua kwamba Mungu mwenyewe pia ako na sababu ya kuwatoa hawa walio pale katika ile pango. Akajua kwamba kama umekanisha, basi hao wenzangu ambao nimewahifadhi katika ile pango, basi hao pia wataweza kuhifadhiwa hai. Mtu wa Mungu, Mungu anatenda bado. Umesikia kwa ushuhuda kwamba jinsi Mungu anavyotenda hapa anatenda siku leo, chochote ambacho unataka kwa Mwenyezi Mungu ako na sababu ya kuweza kutenda. Alitenda jana, anatenda leo, na hata kesho bado anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jambo la 8 ambalo tumeliweza kuliona mahali pale, tunaona kwamba you don't need to lean on your own understanding. Haifai ukaweze kujiweka kwa mawazo yako na jinsi wewe mwenyewe na mawazo. Ni kwa nini? Obadia alimuuliza Elia, je, unajua kwa mfano na unakaa vizuri mfalme akikuona wewe ataniua? Hili linamaanisha kwamba wakati unapofanya chochote ni kwa sababu ya utumishi wake Mwenyezi Mungu. Kwanza itisha kibali kwa Bwana, itisha Mungu akupatie uwezo, itisha Mungu akuonyeshe njia jinsi utakavyoiendea. Usiseme tu nimefika hapa ninafanya, hapana. Itisha kibali kwanza kwa Bwana ili kwamba Mungu aweze akakusaidia, kwa sababu Obadia hakujua kwamba ujumbe huu Elia anampatia ili kwamba awafahamishe, akijua kwamba ni Mungu ndiye anamtuma. Kwa hivyo mtumishi wa Bwana ambaye anaitwa Obadia hakuelewa, lakini nasema kwamba aliweza kuelewa baadaye, kwa sababu Mungu alimfikisha akamwambia kwamba Elia ni sikoroki bali niko mahali pale. Kwa hivyo endo mwambie mfalme niko hapo naye aje. Kwa hivyo katika verse 12 tunaona kwamba Obadia alikuwa na tashwishi, akawa anajiuliza, je, nikenda kwa mfalme na ajua mambo haya itakuwa na madhara? Hakuelewa kwamba ni Mungu ndio anaweza kufanya mambo haya. Kuweza kwamba mambo ya Mungu yanakuwa ni mambo madogo, lakini unapochukulia vikamilifu haya mambo yanakuwa ni msingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana Obadia kama
walimwomba Mungu, basi hangekuwa na complaint ambayo alikuwa nayo kwake Elia kwamba je, mfalme akisikia alifanya nini? Kwa hivyo haturuhusiwi kuweza kusimama ni kwa sababu ya mawazo yetu sisi wenyewe kwamba ni Mungu ananiambia nifanye, wewe unafanya pana, tuitishe kibali kutoka kwa Bwana, basi Mungu akasimama nasi tukawezeshewa kufanya kile jambo ambalo tunataka kufanya. Jambo la mwisho tunaona kwamba ukisoma neno la Mungu na ulielewe. Kwa hivyo wakati Mungu anapokuja kutenda utalifaa mahali fulani, utakumbuka kwamba kama Mungu alitenda wakati ule, hata siku ya leo anaweza kutenda. Tusiwe watu wa kusahau, hapana, tuwe watu ambao wa kujua kwamba kama Mungu alitenda jana, anatenda leo, hata kesho anaweza kutenda. Kuonyesha kwamba chochote ambacho utaweza kukiomba machozi kwa Mwenyezi Mungu, Mungu atatenda. Kwa hivyo unabii wake unadumu milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unabii wake unapodumu milele, cha muhimu kwa kuweza kufanya ni kuelewa, je, unabii wa Mungu unapotimia kwa maisha yako unatimia kwa sababu ya njia gani? Manake katika mstari wa 15 na 16 ambao tunasoma pale, mtu ambaye anaitwa Bariaka, wakati Elia alisisitiza sana, akamwambia kwamba enenda kwa sababu ni Mungu ndiye amenituma. Obadiah alienda akamwambia mfalme, na mfalme kwa mstari wa 16 kwamba mfalme akasema kwamba wacha niondoke ili tupatane na Elia. Inamaanisha kwamba ukisoma na uelewe unabii wa Mungu, basi utakuwa na nafasi yote kwa ajili ya kila jambo ambalo uko nalo nyumbani mwa Bwana. Kwa hiyo kazi ya kuuliza mtu wa Mungu anaanza kuingia nyumbani mwa Bwana. Nikiwa na kitu ambacho umeomba kutoka kwa Mwenyezi Mungu na bado unangojea kwamba Mungu atende. Nataka kuambia kwamba unapongojea Mungu aweze kutenda, usiondoe moyo wako kwa Mwenyezi Mungu. Usiwaze kwa ajili ya wazo yako kwamba nimeweka kwa muda mrefu, wacha niondoke kwa njia za Bwana nikatafutie mahali pengine. Sio hivyo. Wacha tu kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuamini kwamba kama Mungu alinyesha Samaria mvua baada ya miaka mitatu, hata nao tena siku leo baada ya kunyesha. Bwana Yesu asifiwe. Tamini kwamba usiwe na tashwishi kwa sababu ya maombi ambayo unaomba. Usiwe na tashwishi na ile hitaji ambayo uko nalo. Unapokuwa nalo, liombe sawa sawa kwa Mungu, naye Mungu atatenda. Maana tayari mtuma Elia amemwambia kwamba ambie Samaria naenda kunyesha mvua. Hata nao tena siku leo hitaji ambayo uko nalo, mipangilio zote ambazo unazipanga kwa Mungu, hata nikwambia kwamba Mungu ako nasi na anaenda kutenda. Tusimame sote, Bwana